Mheshimiwa ambaye ni mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo, naomba nikusalimie hujambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio hasa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika uwanja wa kisiasa humu nchini. Kitinda mimba wa hayati aliyekuwa kiongozi katika chama cha ODM Raila Odinga, Winnie Odinga, amegeuka na kutoa mzomo mkali kwa mjomba wake ambaye ni Oburu Odinga, hasa katika chama cha ODM. Siku ya Ijumaa, Oburu Odinga kama kiongozi wa ODM kwa sasa, Junet Mohamed na mwenyekiti wa kitaifa ambaye pia ni gavana katika kaunti ya Homa Bay, Gladys Wanga, waliandaa mkutano ambao unaitwa SDC, ukipenda Special Delegates Convention, mkutano ambao ulifanyika kule Jamhuri Grounds. Sasa Winnie Odinga alikuwa miongoni mwa wale ambao waliweza kuhudhuria mkutano ule wa SDC. Alipokabidhiwa kipaza sauti ili kuzungumzia wana ODM, sio wote, baadhi yao, kwa sababu tulikuwa na wengine katika mrengo ule mwingine ambao unaongozwa na Edwin Sifuna chini ya usimamizi wake ambao unajulikana Linda Wananchi, walikuwa katika majengo ama ukumbi wa ufungamano. Kuna matamshi ambayo Winnie Odinga aliyoyatoa hutaamini. Naomba kumweka hewani tusikize, kwa sababu sauti hiyo inaenda kuunda msingi haswa kwa yale ambayo naenda kuzungumzia kwa kanda hii. Lakini kabla niweke hiyo sauti, na shukuru wote ambao mnazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda. Bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like. Na ikiwa hauja subscribe, na kuembeleza uweze kusubscribe kwa kunyeza kitufe ambacho kimeandikwa subscribe, ili kubadilishwa na kuandika kwa subscribe tutakaweka kule kengele. Bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana tunapoweka kanda mpya utakuwa unapokeza notification kufahamisha Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Without wasting your time, back to our analysis. Tumsikize Winnie Odinga. Don't underplay the victims of this maandamano. We cannot overlook that reality. We cannot be a party that does not care about the struggles that we have come through. We want a new ODM. So I want to stand here and state clearly, the new ODM must be tool to work for young people. Our systems must work for our young people. Our young people are demanding their rightful space on this table. I say this with the utmost humility because we must create space for these people instead of only calling them when we want them to shout. One thing I'm going to ask for, a spirit of understanding, is a spirit of reconciliation, a spirit of listening, a spirit that does not chase away, that does not force out. We want space, we want a face for ODM. Sauti hiyo ni ya Winnie Odinga. Kama ulikuwa makini, matamshi hayo yanamaanisha kutoa mzomo kwa usimamizi katika chama cha ODM, kwa sababu amesema ya kwamba we want a party that cares for the struggles. Yaani wamepitia changamoto hapa na pale, vita, mambo ya demokrasia. Tunataka chama ambacho kitajali yale ambayo tumepitia kwa muda mrefu. Najua alikuwa anatoa onyo kwa sababu baada ya babake kuaga dunia, wakati Oburu Odinga alishikilia wadhifa huo, yeye ni kuimba tu tamu hata kabla ya makubaliano. Akasisitiza kwa kusema ya kwamba we want a new ODM. What does that mean? Wakati anasema tunataka ODM mpya, kumaanisha sasa hivi ODM imeyumba yumba. Akarudia akasema ya kwamba new ODM must be told to work for young people. Yaani lazima chama hiki ambacho ni mpya ODM lazima kiambiwe ukweli halisi wa mambo, kiweze kufanya kazi kwa young people. Kwa Kiswahili ni kusema young people ni hawa tuseme vijana. Akamaliza akisema ya kwamba young people are demanding what we call space.
Yaani wanataka nafasi instead of calling them when shouting. Hatuwezi kuwaita wakati tunataka maandamano, tunataka kufanikisha jambo fulani, ndio tunawatumia vijana hawa. Akasema we want reconciliation, tunataka sasa wakubaliane, wakuja pamoja, wawe watu ambao wanasikiza, kisha baadaye sio watu ambao wanafukuza wengine. Now, I want to put Winnie Odinga's remarks into perspective so that we can really understand what she meant. Matamshi yake yanamaanisha nini? Point number 1, leadership factor. Sasa hivi yule ambaye anashikilia chama sio mwingine ila tu ni mjomba wake ambaye ni Oburu Odinga. Ukimwangalia miaka imesonga kidogo, amekula chumvi. Wakati anazungumzia vijana, young people, inamaanisha ya kwamba wanastahili kuhusishwa katika uongozi katika chama cha ODM, wala sio wale ambao ni watangulizi. Ndio maana anarusha makombora, vijembe, haswa alikuwa anamlenga Oburu Odinga wakati anasema hatustahili kufukuza wengine ila tu tuwasikize. That is where the so-called Secretary General Edwin Sifuna and the Deputy Party Leader Godfrey Ososi comes in. Kwa nini? Sifuna walienda kwa kakaa huko, akina Janet Mohamed, akina Gladys Wanga, wakapitisha tukienda kwa vyombo vya habari, tukienda kuwahutubia, tuseme tumemfukuza huyu jamaa ambaye anasema hii ni katibu mkuu kwa sababu hatuungi mkono kuimba tu tamu. Wakakuja wakasema Sifuna kuanzia leo tumemuondoa. Wakamuondoa. Wakaweka Catherine Omanyo ambaye anashikilia na alikuwa naibu katibu mkuu katika chama cha ODM. Ndio maana Winnie Odinga anasisitiza ya kwamba hatustahili kufukuza hawa vijana. Alikuwa anamlenga Edwin Sifuna na akina Godfrey Ososi. Unajua Godfrey Ososi ni naibu kiongozi katika chama cha ODM na ni senator katika kaunti ile ya Vihiga. Lakini wakati STC walikuwa na mkutano katika eneo la Jamhuri, hawakumuidhinisha tena. Waliweza kumfukuza kutoka nafasi ambayo anashikilia kwa sasa ya kuwa naibu kiongozi katika chama cha ODM. Kwa hivyo maneno ni mengi, muda ndio hatuna. Winnie Odinga hayo ndio aliweza kuzungumza. Point number 2, matamshi yake yalikuwa yanamaanisha nini? Aida Odinga factor. Najua mamake aliweza kuteuliwa na Rais William Ruto kuwa balozi. Na vile nilimuona, nadai huenda alikuwa na pretense, alikuwa ana masquerade that he is supporting Oburu Odinga because mama yake yuko kwa serikali. Sasa anajaribu kuzungumza sasa na kuunga mkono tu, lakini alirudi kwa sababu alikuwa katika mrengo huu mwingine wa Linda Mwananchi ambao unaongozwa na Edwin Sifuna, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo na akina Babu Owino, lakini akaruka upande huu mwingine kwa sababu ya mamake ameteuliwa na Rais William Ruto. Na ikumbuke ODM ya kina Oburu Odinga wako katika the so-called broad-based government, yani serikali jumuishi. Kwa hivyo ukimwangalia, ukimtazama kwa undani, hayupo na furaha zile ambazo tunasema ya kwamba alikuwa amefurahishwa na mkutano ule ambao ulikuwa unaendeshwa. Ikumbukwe mbunge wa eneo bunge kwa Kilishi la Makadara, George Aladwa, alikuwa amempendekeza jina la Winnie Odinga akaweza kuidhinishwa kuwa naibu kiongozi katika chama cha ODM wakati walikutana na wenyekiti katika kaunti ya Nairobi, wenyekiti kutoka maeneo bunge yote 17 wakapitisha kwamba huyu atatusimamia hapa Nairobi, kisha baadaye tunapendekeza jina lake liwe deputy party leader. Lakini kuna ukora ambao ulikuwa unaendeshwa pale ndani, hawakuzungumzia jambo hilo. Lakini hawa wengine ambao wanaimba tu tamu haraka haraka wakasema hawa ndio tunapitisha, yeye akaachwa nje. Hafurahi hilo kwa sababu waliona kwamba huyu akiingia deputy party leader atakuwa elevated, achukue nafasi ya mjomba wake ambaye ni Oburu Odinga azame, na hata shughuli za kufanikisha mambo ya kuimba tu tamu yatazama. What do you think? Je,
Unaamini Winnie Odinga atasalia kuwa katika ODM ya Oburu Odinga? Niandikie katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo nahitimisha uchanganuzi wa kuzungumzia masuala ya uongozi katika chama cha ODM ambayo yanamhusisha Winnie Odinga ambaye ni kitinda mimba wa hayati Raila Odinga. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. But I have one request. If you are watching but you have not subscribed to our YouTube channel, please consider subscribing by smashing the subscribe button. That is down here. Once you are, then remember to turn on the notification bell so that the moment we upload any video clip, you will be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content. Also have our WhatsApp groups on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye, ladies and gentlemen. Thank you for watching. Adios.